Karibu sana mtazamaji wa Zone Media, tujuzane yote yanayojiri katika anga za kimataifa. Bado tukizidi kuangalia vita ambavyo vinaendelea huko Mashariki ya Kati kati ya Iran, Israel pamoja na Marekani, ambapo jioni ya leo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi amezungumza na chombo cha habari cha Marekani cha MS Now kuhusu vita vinavyoendelea kati ya Iran, Marekani na Israel. Katika mazungumzo yake, Abbas Araghchi ameeleza mambo kadha wa kadha, ikiwemo lile ambalo linamhusu kiongozi mkuu wa Iran Mojtaba Khamenei, ambaye taarifa zimekuwa zikisambaa, maafisa wa Marekani wakieleza kwamba huenda amejeruhiwa kwenye mashambulizi, lakini waziri wa vita wa Marekani Peter Hegseth alienda mbali zaidi na kueleza kwamba huenda hata sura yake imeharibika vibaya kutokana na mashambulizi, ndio maana hajaweza kujitokeza hadharani. Sasa Abbas Araghchi amezungumza vitu vingi, lakini hapa na kupitisha katika mambo ambayo ameweza kuzungumza alipokuwa akifanya mahojiano na chombo cha habari cha Marekani cha MS Now. Jambo la kwanza kuhusu kiongozi mkuu mpya wa Iran, akijibu swali kuhusu taarifa zinazoeleza kuwa Mojtaba Khamenei amejeruhiwa, Araghchi alisema hivi karibuni wataona kuwa hakuna tatizo lolote kwa kiongozi mkuu mpya. Anaendelea kutekeleza majukumu yake kama kawaida na ataendelea kufanya hivyo, mwisho wa kunukuu, katika kile ambacho alimzungumzia Mojtaba Khamenei. Kitu cha pili alichozungumza ni kuhusu mlango wa bahari wa Hormuz, ambapo kwa hivi sasa vita ni kama vile vimeelekezwa katika mfereji wa Hormuz kwa sababu ya jinsi ambavyo Irani imeudhibiti mfereji huo, vikosi vya majini vya Irani vilivyopelekwa katika mfereji huo, lakini vile vile kuhusiana na mipango ya rais wa Marekani Donald Trump pamoja na maafisa wake nchini Marekani, ambapo wamepanga kupeleka vikosi vingi zaidi katika eneo la Strait of Hormuz kwa ajili ya kuweza kuhakikisha wanasindikiza meli zote za mafuta za Marekani pamoja na washirika wake zipite, kutokana na zuio ambalo Irani imeliweka ikiwaita kwamba hao ni maadui zake. Sasa Marekani siku ya hii leo mapema kabisa asubuhi, kuna taarifa zilizokuwa zikieleza kwamba imetuma kikosi cha meli ya kivita kikiwa na wanajeshi takribani 2500. Sasa akizungumzia njia muhimu ya usafirishaji wa mafuta duniani ya Strait of Hormuz, Araghchi alisema njia hiyo iko wazi, imefungwa tu kwa meli na mabehewa ya mafuta yanayomilikiwa na maadui wa Iran. Meli nyingine zote ziko huru kupita. Alizungumza hivyo waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi. Lakini kuhusu jambo jingine ambalo aliweza kulieleza ni kushambuliwa kwa majengo ya kiraia nchini Iran. Araghchi alisema Irani inalenga kambi za kijeshi za mashariki na mali zake, lakini akasema kuwa kuna matukio ya mashambulizi ya Israel pamoja na Iran yakishambulia makazi ya raia nchini Iran. Lakini katika kile ambacho amezungumza kuhusu mashambulizi yao ambayo wanayafanya, amesema tunashambulia kambi za Marekani na mali zake za kijeshi ambazo kwa bahati mbaya zipo katika ardhi ya majirani zetu. Hapo tukizungumzia mataifa yote ya Guba, ukianza kuangalia Bahrain, Saudi Arabia, Umoja wa Falme za Kiarabu, Qatar, Iraki, Kuwaiti pamoja na mataifa mengine yaliyosalia katika ukanda wa Guba yamekuwa yakipokea mashambulizi kutokana na uwepo wa maslahi ya taifa la Marekani. Nikizungumzia kambi za kijeshi, lakini vile vile nikizungumzia balozi pamoja na uwekezaji mwingine ambao Marekani imeufanya katika mataifa hayo ya Guba. Kisha akaishutumu Marekani kwa kushambulia raia ndani ya Iran. Lakini pia Araghchi alisema Marekani imekuwa ikilenga maeneo ya kiraia ndani ya Iran na inahusishwa na shambulizi la watoto wa shule ambalo liliweza kuua takriban wanafunzi 165 wa primary school, yani shule ya msingi, kitu ambacho rais wa Marekani Donald Trump alikuja kakanusha, akasema kwamba ni Iran wenyewe walishambulia watoto hao ambao walikuwa katika majukumu yao ya elimu. Lakini baadaye taarifa zikaja zikaeleza kwamba maafisa kutoka nchini Iran wakasema Marekani ilishambulia kutokana na upatikanaji wa masalia ya makombora ambayo yalikuwa
maonyesho yametengenezwa nchini Marekani kwa kampuni za Kimarekani za kutengeneza silaha. Lakini licha ya hivyo, Marekani pia imekuwa ikikanusha mara kwa mara madai hayo tangu vita vilipoanza. Kuhusu sakata la Urusi na China, Araghchi alisema kwamba Urusi na China ni washirika wa kimkakati wa Iran. Washirika hao ni Urusi na China ambao Iran inasema ina ushirikiano nao katika masuala ya kisiasa na kimkakati. Ripoti pia zilikuwa zikieleza kwamba Urusi alikuwa anampa msaada Iran katika vita hivi, hasa msaada wa kiintelijensia, kitu ambacho rais wa Marekani Donald Trump alipokuja kuhojiwa na waandishi wa habari akasema kwamba hana hakika kama ni kweli Urusi inatoa msaada kwa Iran, lakini akasema kwamba bado hakuna uthibitisho rasmi unaothibitisha kwamba ni kweli Urusi anajihusisha kutoa msaada dhidi ya Iran katika vita hivi. Ushirikiano kati ya Urusi na Irani ulionekana tangu mwanzoni mwa vita kati ya Urusi pamoja na Ukraine, kwa sababu Irani ilipatia Urusi droni za Shahed-136 kwa ajili ya kuweza kupigana kwenye vita vyake na Ukraine. Sasa ikaibua maswali kwamba kama Urusi alisaidiwa na Iran kwa kiasi kikubwa kwa kupatiwa silaha za kivita zikiwemo droni za kujitoa muhanga, itashindwa vipi Urusi kuweza kuisaidia Iran katika vita hivi ambavyo Marekani na Israel wanapigana na taifa moja la Iran? Kitu ambacho wachambuzi wa siasa za kimataifa wakaweza kuibua hoja, lakini na kuweza kupata wasiwasi kwamba kwa nini malengo mengi ambayo Iran yamekuwa akiyalenga Mashariki ya Kati kwenye vituo vya kijeshi vya Marekani, lakini pale nchini Israel mashambulizi yake yamekuwa yakifika katika malengo sahihi. Basi ikabainika kwamba huenda kuna taarifa za kijasusi ambazo zinavujishwa na kwa msaada mkubwa wa Urusi kwenda moja kwa moja nchini Iran ili kuweza kulainisha mambo katika vita hii. Sasa hayo ni miongoni mwa yote ambayo waziri wa mambo ya nje wa Iran Mheshimiwa Abbas Araghchi ameweza kuyazungumza kutokana na mustakabali wa vita hivi ambavyo vimeingia siku ya 14 kwa hivi sasa na ikielekea 15, maana wiki nyingine ya 3. Mambo ni mengi ambayo yanazidi kutokea huko Mashariki ya Kati, lakini mtazamaji, mimi niko hapa kuweza kukujuza yote ambayo yanajiri katika mpango mzima wa taarifa za kule za huko Mashariki ya Kati ambazo zinajiri siku hadi siku. Lakini si tu Mashariki ya Kati pekee, lakini vile vile kutoka Washington DC Marekani, lakini kutoka mataifa kama Urusi, China, Korea Kaskazini, India pamoja na sehemu nyinginezo ambazo viongozi wamekuwa wakitupilia macho moja kwa moja Mashariki ya Kati kuona kama mzozo huu utahitaji kuweza kuhusisha mataifa mengine au suluhu itaweza kupatikana. Ikiwa tu rais wa Marekani muda si mrefu amekataa kabisa pendekezo la kutafuta amani au maridhiano ya kuweza kuzungumza kwa upatanishi wa nchi za Ghuba ikiwemo nchi ya Oman. Inaibua wasiwasi mkubwa, hatujui hatima ya vita hivi itakuwa ni nini kwa hapo baadaye. Huku mjadala mkubwa kwa sasa ukiwa ni sakata la mafuta kote duniani kutokana na Irani kushikilia mlango wa bahari wa Hormuz. Usiache kusubscribe channel yetu, kulike, kucomment pamoja na kushare.